viongozi wametengeneza tabaka la ubaguzi mkubwa katika jamii ya Watanzania. Hili lilikuwa halihitaji rocket science. Udhibitisho wa kwanza, angalia idadi ya wabunge walioingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo. Asilimia kubwa wametokana na vinasaba ya viongozi. Kama sio mtoto wa kiongozi, anakuwa ni ndugu yake na kiongozi. Kama sio mtoto wake, labda ni mtoto wa mjomba wake, labda mtoto wa shangazi yake, labda mtoto wa kaka yake, au mtoto wa dada yake, kiongozi. Hao ndio wabunge waliojaa bungeni. Sasa kwa muktadha huu, maana yake sasa wanatengeneza ubaguzi wale wa watu wa maskini wenye familia za makabwela. Wao tena hawathaminiki tena, wanakuwa kama toilet paper, wanakuwa ni wao kama wanatumika kwa ajili ya watu hawa walioshikilia madaraka. Sasa hii sio shabaha ya muungano, na ndio maana hata ukiangalia leo mtu anayetoka Tanganyika hawezi kwenda Zanzibar kuwa mtu yoyote, wakati mtu anayetoka Zanzibar akija Tanganyika anaweza kuwa mtu yoyote. Anaweza kuwa mkuu wa mkoa, anaweza kuwa mkuu wa wilaya, anaweza kuwa mkurugenzi wa taasisi yoyote, anaweza akawa mkurugenzi wa halmashauri. Sasa lakini mtu anayetoka Tanganyika kwenda Zanzibar hana hiyo kitu, fursa hiyo hawezi kuifaidi. Mtu anayetoka Zanzibar akija Tanganyika anaweza kumiliki ardhi, lakini Mtanganyika akienda Zanzibar hawezi kumiliki ardhi. Maana yake hapa kuna ubaguzi mkubwa sana unaoendelea katika nchi hii ya Tanganyika na Zanzibar. Ni kama vile sasa Zanzibar imeimeza Tanganyika, kwamba cha Zanzibar chao ni chao, ila sisi cha Tanganyika huku maana yake ni chetu na wao wanafaidi, ila cha kwao hakiguswi kabisa na mtu mwingine isipokuwa Mzanzibari mwenyewe. Haya ndio mambo ambayo tunatakiwa kuyaangalia. Je, tumefikaje hapa? Kwa nini ubaguzi wa namna hii unatokea katika nchi yetu? Haya ndio maswala. Je, mambo haya yapo au hayapo? Yapo. Sasa tunatakiwa tufanye nini? Tuchukue hatua ipi? Watanzania mtajua. Lakini sasa hivi shabaha ya pili ilikuwa ni kulinda rasilimali za nchi. Kulinda rasilimali za nchi. Ukisoma katika ibara ya 27, ibara ya 27 ya katiba hii, ibara ya 27 inazungumzia namna gani unatakiwa Watanganyika kulinda rasilimali. Ibara ya 27 inasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kulinda mali asili na ya Jamhuri ya Muungano, mali ya mamlaka ya nchi na mali yoyote inayomilikiwa kwa pamoja na wananchi, na pia kuiheshimu mali ya mtu mwingine. 2, watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi ya pamoja, kupiga vita aina zote za uharibifu, ubadhirifu na kuendesha uchumi wa taifa kwa makini kama watu ambao ni ndio waamuzi wa hali ya baadaye ya taifa lao. Leo Tanganyika, rasilimali za Tanganyika zinaporwa. Rasilimali za Tanganyika zinaporwa kwa maana hiyo, kwa sababu haiwezekani viongozi leo wamekuwa ni vinara na viongozi katika kutengeneza mikataba ya kunyonyaji ya kuuza rasilimali za Tanganyika. Mifano ipo mingi. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, kuna ile idara ya PPP imesaini mikataba zaidi ya 74 inayohusu rasilimali za nchi, na hii mikataba haijulikani. Hii mikataba inayohusu rasilimali za nchi iko wapi, inahusu nini, hatujui. Ambayo sasa kwa mujibu wa sheria ya ulinzi wa rasilimali za nchi ya ibara ya 2017 namba 5 na namba 6 zinaitaka serikali kuhakikisha kwamba mikataba yote inayohusu rasilimali za nchi iwekwe hadharani, iwepelekwe bungeni. Maana ikishapelekwa bungeni imewekwa hadharani. Serikali haifanyi hivyo,
kwa sababu wanajua wamesaini mikataba mibovu, hawawezi kuiexpose kwenye umma kwa sababu wanaona kwamba watashughulikiwa. Kwa lugha nyingine, serikali hii imeamua kuhakikisha kwamba inawapuuza Watanganyika na Watanzania kwa ujumla wao, kwa sababu hata kuna baadhi ya mambo ambayo yako ya muungano. Kwa mfano kama bandari, kwa mujibu wa katiba hii, bandari ni swala zima la muungano. Ukisoma katiba hii inazungumzia bandari ni swala la muungano, mafuta ni swala la muungano. Lakini Zanzibar, bandari za Zanzibar hazihusikani, yani wameshazitoa kwenye muungano. Bandari za mafuta ya Zanzibar wameshayatoa kwenye muungano, lakini Watanganyika yenyewe yamewekwa kwenye kapu la muungano. Maana yake Zanzibar wakichimba mafuta yao, Tanganyika, yani Mtanganyika haruhusiwi kunusa pale. Zanzibar akikusanya pale kwenye bandari zao, Mtanganyika haruhusiwi kugusa pale. Maana yake ni nini? Maana yake Tanganyika wametengeneza, yani Zanzibar wametengeneza nchi yao ambayo ni kama vile wameshajitoa kwenye muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Si ni kweli? Kwa sababu kama haya mambo ambayo ni ya msingi yaliyowekwa kwenye katiba, halafu wameamua kuyatoa kinyemera, na katiba ya Zanzibar inawaruhusu kufanya hivyo, unaweza ukaona sasa kumbe Zanzibar yenyewe sasa imeshajitenga. Je, huu muungano bado uko imara au muungano huu ni kama umeregea na kama vile haupo? Hapo ndio maswali ambayo tunatakiwa tujiulize. Na kwa nini rasilimali za nchi yetu ya Tanganyika ndio zinazohondomolewa, ndio zinazoporwa, ndio zinazowekwa lahani na kusainia mikataba ya ovyo, lakini Zanzibar yenyewe iko safe? Kwa nini? Kwa sababu Wazanzibari wana akili. Wazanzibari hawawezi kukubali Zanzibar yao rasilimali zao ziporwe na zipokonywe kirahisi. Wana akili. Watanganyika hatujaamka, ndio maana rasilimali za Watanganyika zinaweza zikauzwa na hakuna mtu anayeweza kuhoji na hakuna mtu anayeweza kuumia. Amkeni wa Tanzania, saa ya ukombozi ni sasa. Tunahitaji muungano. Tunahitaji muungano mpya wa serikali tatu ambazo zitakuwa na mamlaka kamili. Mamlaka kamili ya Tanganyika, mamlaka kamili ya Zanzibar na mamlaka kamili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo ukienda katika sehemu nyingi hata nafasi za uteuzi, asilimia kubwa Zanzibar ina population ya watu milioni 1 kama 800,000 tu. Lakini angalia sasa population ya watu katika swala zima la uteuzi. Zanzibari wameteuliwa, wapo wengi tu, nafasi zote nyeti ni Wazanzibari. Nenda Wizara ya Mambo ya Nje, nenda kwenye mabalozi wetu katika nchi wanaoiwakilisha Tanzania, watoka Zanzibar. Ni asilimia ngapi ya Wazanzibari wanaowakilisha katika mambo ya